hata kama kuna kitu kimekaa kwenye mwili wako, kitachomoka nje kama mshale, kitakuachia na utapata ushindi. Funika macho yako, inua mikono juu. Natangaza kuanzia leo, pate ukombozi. Mwili wako ufunguliwe, watoto wako wafunguliwe. Na achilia ukombozi, kibali. Maisha yako yawe huru. Mateso yaondoke katika maisha yako. Nguvu za giza, mapepo, toka chini. Toka chini maisha yako. Toka chini watoto wako. Hata kushangaa njoo hapa. Sijakwambia ushangae, nimesema leo unapata majibu hapa. Navunja nguvu zote za giza. Mapepo yanayofuruga mimba, mapepo yanayofuruga maisha yako, toka chini na kufungua kuanzia leo katika jina la Yesu. Na achilia ukombozi kwako. Nafunga mikakati ya wachawi. Kuna kitu kinatoka kama giza fulani, inayeyuka katika jina la Yesu Kristo. Na yeyusha hilo giza, na sambaratisha hilo giza kwa damu ya Yesu Kristo. Na achilia ukombozi, na achilia uponyaji. Atakasika, afunguliwe. Mateso yote nafunga, rana nafunga, mauti nafunga kwa familia yake. Hautazika tena, hautazika tena. Nakataa kifo, nakataa mauti. Mauti imemezwa, mauti imemezwa. Toka chia katika jina la Yesu. Roho za giza mwachie, roho ya wafu mwachie. Awe huru, awe huru. Njia zako zote nazifungua katika jina la Yesu. Kuna kitu kinatembea kwenye mwili wako, kinakuachia. Ndio hicho hapo kinatoka, ndio hichi kinatoka, hichi hapa, ndio hicho kinatoka, ndio hichi hapa kinazunguka, kinatoka, kinatoka. Raka shaka. Haya, mwachie, mwachie, mwachie mwanamke huyu. Achia mimba, achia ajifungue vizuri. Shikilia vizuri. Achia. Achia mtoto wake aliye tumboni. Achia tumbo lake. Achia maisha yake. Mimi nakuamuru mtoke. Mtoke. Ndio. Nenda bila masala. Huwa yu. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Ongea kama mchi. Achia maisha yake. Achia maisha yake. Wewe sikaa kwenye huo moto. Achia maisha yake. Achia maisha yake. Achia nafsi yake. Achia maisha yake. Wewe ni nani? Achia maisha yake. Achia maisha yake. Achia maisha yake. Weka, achia maisha yake. Achia maisha yake. Achia maisha yake. Achia maisha yake. Nateketeza ufalme wako. Teketeza nguvu zako. Teketeza milki yako. Wewe ni nani unatesa miaka mingi? Umetesa mwanamke mwenye miaka mingi. Wachana. Niambie haraka. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Ongea haraka. Wewe ni nani? Raka shakatapa. Hautakaa kwenye huo moto. Hautakaa kwenye huo moto. Hautakaa kwenye huo moto. Moto hauoti karibu. Hauoti na mashetani. Hauoti na majini. Hauoti na mashetani. Hauoti na nguvu za giza. Wachi nasi. Teketea. 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 Ongea na wewe. Ongea na mwachi. Ongea haraka. Ongea haraka. Ongea haraka. Ongea haraka. Unatafuta nini kwake? 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 Yeyuka, achia. Huyu ameteseka muda mrefu mwanamke. Aya, niambie haraka. Unatafuta nini kwake? Unatafuta nini kwake? Unatafuta nini kwake? Unatafuta nini kwake? Eh? Amtoki. Mlikuja wangapi? Mko wangapi nyie? Mko wangapi? Mko wangapi? Mko wangapi nyie? Mko wangapi nyie? Mko wengi. Mko wangapi? Wengi mnahesabu. Mko wangapi? Mko wangapi? Mko wangapi? Rapa kashaka tapa. Yakara mokota makayata pa. Mko wangapi? Ongea kwa jina. Toka bila madhara yote. Achana hivi tasio yako. Achana yeye. Mko wangapi? Mko wangapi? Niambie haraka, mko wangapi? Mko wangapi? Tuko wengi. Mko wangapi? Wengi mko wangapi? Mko wangapi? Mko wangapi? Mko wangapi? Ongea haraka. Ongea haraka. Amsemi. Eh? Mko wangapi? Eh? Hata za. Eh? Mko wangapi? Niambie haraka. Niambie haraka. Naangamiza kazi yako yote. Naangamiza utawala wako wote. Na wakamata mamlaka mliopewa. Na kamata uwezo mliopewa. Na kamata nguvu zenu zote. Na ziharibu kuanzia leo. Nguvu mlizonazo zote. Na sambaratisha kuanzia leo.
na yeyusha kuanzia leo. Uwezo wenu na usambaratisha, mamlaka yenu na isambaratisha, kazi yenu na yeyusha. Kwa jina la Yesu. Mwachie nafsi yake. Achia nafsi yake. Achia nafsi yake. Achia nafsi yake. Mko wangapi? Nisikuguse. Nisikuguse. Mko wangapi nyie? Mko wangapi? Nikikugusa nini kinakuwa? Nisikuguse. Nikikugusa nini kinakuwa? Niambie. Nikikugusa nini kinakuwa? Na kuteketeza kwa moto. Nini mnatafuta kwake? Mnatafuta nini kwa huyu mwanamke? Hata za. Itatoka. Itatoka. Hamtaki azae. Hamtaki azae. Kwa nini? Kwa nini? Mmefunga ukoo mzima. Unaona nilikuwa nafundisha hiyo kitu. Mmefunga ukoo mzima. Ndio. Ukoo mzima. Mliwafunga kwa njia gani? Nyota zao zote. Hawezi kufanikiwa. Watakaa kugombana kila siku. Nyie ndio mlisababisha. Nyie ndio waharibifu. Hata kama mnataka mtoe kwenye ndoa. Kila siku ni vita. Mko wangapi nyie? Tuko 10. Mko 10. Ndio. Nyinyi ni jeshi, si ndio? Nyinyi ni jeshi, si ndio? Na wakamata wote. Na kamata uwezo wenu wote. Na kamata uwezo mliopewa. Na kamata utawala mliopewa. Kwa jina! Toe kachia. Toe kachia. Toe kachia. Toe kachia. Toe kachia. Raka shaka tapa. Toe kachia. Toe kachia. Mmetumwa kuharibu nyota zao. Nyinyi 10 wote na waangamiza. Wote na waangamiza. Aya, achia. Achia zae. Achia ndoa yake. Aya, nenda mwachie. Achia. 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 Wa kwanza toka nje. Achia naye. Wa kwanza toka nje. Wa pili. Wa tatu. Wa 4. Wa 5. Wa 6. Wa 7. Wa 8. Wa 9. 10. Mwaka achia. Rapa kashaka taba. Achia naye. Roko zaka taba. Ndane tu. Rapa kayaka taba. Roko zaka taba. Zante leleketa bakayata. Mwakachia. Ndio. Wanatoka hawatabakia hata mmoja. Na waamuru kuhama kwenye hiyo jamii. Na waamuru kuhama kwenye hiyo familia. Na waamuru kuondoka kwenye hiyo familia. Na waamuru kuondoka kuanzia leo. Natuma radi. Natuma tetemeko. Natuma malaika wa vita. Wawaangamize wote. Kwa jina Yesu Kristo. Toa kachia. Mwacha wewe huyu. Na kufungua uwe mzima katika jina Yesu. Pokea kufunguliwa uwe mzima. Uwe mzima katika jina Yesu. Mfungue. Bwana aliahidi leo Alhamisi kutakuwa na majibu ya papo kwa papo. Kwa hiyo usiogope, mpigie Yesu makofi. Unafunga mtu na kamba na mnagani. Uzimu wanafungwa, magerezani wanafungwa, na hapo unatufunga. Namna gani? Sifunge watu na kamba. Hapa tufungwagi na kamba. Na kufungua kuanzia leo. Nguvu yoyote ya giza, chochote kilichobaki kwenye huu mwili, na kiamuru kitoke nje. Katika jina la Yesu. Na kiamuru kitoke nje. Na kiamuru kitoke nje. Uliyebakia chomoka nje. Na hesabu mpaka 7 mwe mmetoka wote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chomoka. Chomoka! Achana naye kwenye miguu. Chomoka! 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 Kwa jina la Yesu. Chomoka chia. Chomoka chia. Chomoka chia. Chomoka chia. Chia nafsi yake. Chomoka chia. Achia mwili wake. Chomoka chia. Raka shaka tapa. Roko zaka tapa. Ripa kayaka tapa. Zaka raba kayatapa. Chomoka chia. Chomoka chia. Chomoka chia. Kwa jina la Yesu. Mwacha wewe huyu. Acha kushikana. Usishike hapo. Chomoka chia katika jina la Yesu. Chomoka chia kwa damu Yesu. 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 Nafungua kuanzia leo. Namfungua kiroho na kimwili. Mwacha chia katika jina la Yesu. Na kufungua kuanzia leo. Na kuchoma na radi ya ajabu. Chomoka unayefuata. Nenda!
ulikuwa umebakia. Chomoka nje. Nenda! Nenda! Achia nafsi yake. 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 Chomoka achia. Nateketeza kazi yako yote, naivuruga kazi yako, naisambaratisha nguvu zako, navuruga mitandao yako, naikamata kazi yako. Toa kachia! Toa kachia! Rapa kashakatapa. Yakarabukusakatapa. Rikusakatapa. Hebu nyosha mkono hapa, wanaenda hivyo. Sema asante Yesu. Fungua dada huyu. Majeshi yote yaliyotumwa kuharibu mimba, kuharibu ndoa, kuharibu familia, kuharibu ukoo, wote kazi yao imeharibika, pango yao imeharibika, tawala yao imeharibika, madawa yao yameharibika. Kwa jina la Yesu, mipango yao imeharibika. Kwa damu ya Yesu, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo anakuwa huru. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, uzimu yote shika moto, achilia. Shika moto, achilia. Kwa damu ya Yesu namfungua na haribu mamlaka yote ya giza. Kwa damu ya Yesu nakamata mapepo. Toka kwenye tumbo, toka kwenye tumbo lako, toka kwenye tumbo lako, toka kwa mtoto, toka kwa huyo mtoto. Wamekaa hapa, toka nje. Achia kwa huyu mtoto. Mwache huyu mtoto. Mwache huyu mtoto. Hautaharibu mimba. Hautaharibu mimba. Hautaharibu mimba. Toa kachia. Toa kachia. Toa kachia. Toa kachia. Rakashakatapa. Toa kachia. 1, 2, 3 na waamuru kuchomoka. Chomoka unabakia. Chomoka moja kwa moja. Mwache tu. Mwache. Chomoka je. Bananisha yeye. Chomoka moja kwa moja. Chomoka, achia maisha. Yaani watu 10 wamepewa kazi ya kuharibu ndoa, kuharibu mimba, kuharibu ukoo, kuharibu familia. Kila mtu ana kibarua chake. Na wote wanaishi kwa mtu mmoja. Hebu nyosha mkono. Leo iwe mwisho. Kaa kwenye mwili wake. Hilo ni hekalu la Mungu. Sio hekalu la mashetani. Atazaa salama. Wala hata haribu mimba. Kwa jina la Yesu. Maana imeandikwa, hawata haribu mimba. Kwa damu ya Yesu. Na kuchoma mara 7 na radi ya moto. Kwa na radi ya moto mara 7 katika jina la Yesu Kristo. Na kuteketeza kwa radi na kwa moto katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu chomoka. Na vuruga mipango yote ya kuzimu. Na sambaratisha kazi yako yote. Na mkono huu kuangamiza kazi yako. Katika jina la Yesu Kristo naangamiza ratiba yako yote. Anayeteketeza katika nenda choma. Haya, nimekuachia. Haya, mtoke. Usipomtoka naweka mkono na kuangamiza. Haya, nenda. Nani amebaki nani? Wamebaki wangapi? Mmebaki wangapi? Mko wangapi mmebakia? Mmebaki 5. Haya, toka. Naweka mkono huu. Nenda moja kwa moja. Chomoka. Achia maisha. Achia mwili wako. Toka achia.
Chomoka, achia. Chomoka. Nenda unayefuata. Nenda kundi la 5. Ondoka na wewe. Nenda. Fungua. Fungua vyote. Chomoka. Chomoka. Sana hivi. Haya, nenda. Nenda. Achia mwili wake. Sana hivi. Achia mwili wake moja kwa moja. Nenda wote. Nenda wote. Asibaki hata mmoja. Nenda wote. Kuanzia leo mateso yake mwachie. Nenda wote. Mwache mwanamke huyu. Nenda wote. Nenda, achia familia yake. Achia ndoa yake. Achia mume wake. Achia mtoto aliye tumboni. Achia familia nzima. Achilia ukoo mzima. Waache wale huru katika jina la Yesu. Nyanyua yeye. Nyanyueni ninyi mko na nguvu wanawake, mnakula msosi. Mmeshiba, mko vizuri. Nyanyua yeye, hicho kitu kinapotoka. Chomoka kwa chini. Nyanyua yeye. Kinatoka. Mgeuze huko. Mgeuze huko, hicho kitu kitoke. Na kamata kwa moto kwa jina. Fire in the mighty name of Jesus. Achia katika jina la Yesu. Achia nafsi yake kuanzia leo. Toeka. Leta yale mafuta. Mwache. Yesu asifiwe. Maona unaweza ukawa na mateso kama haya ya muda mrefu. Ndio maana nimefundisha. Ukoo unaweza ukakamatwa, au jamii inaweza ikakamatwa, familia inaweza ikashikiliwa kiuchawi. Ndio maana unasisitiziwa. Kuna maombi ya asubuhi, kuna maombi ya mchana, kuna maombi ya jioni. Unapohudhuria maombi, unajifungua maisha yako wewe mwenyewe na familia yako yote. Amen. Kama hapa anafunguliwa huyu, anafungua ukoo mzima. Kwa nini? Kwa sababu hao mashetani waliokuwa ndani yake ndio walikuwa wamefunga watu wote. Kwa hiyo vita, marumbano, matatizo yaliyokuwa naibuka yanatokana na nguvu za giza ambazo zilikuwa ndani yake. Lengo na makusudi ni kumdhibiti yeye. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaweza tumwa kwa mtu mmoja katika ukoo wakadhibiti watu wote kwenye familia. Na watu wote wakapata majanga. Sasa hii ni spirit. Kuanzia leo ikuachie uwe mzima. Kuanzia leo utakasike. Kuanzia leo ufunguliwe. Kuanzia leo upate ushindi. Kuanzia leo na kufungua. Kuanzia leo ngome ya kuzimu. Mwache, usimwandame tena. Mwache mwanamke huyo awe mzima. Afungue ufahamu wako na mwili wako wote. Pokea kufunguliwa mwili mzima. Pokea ufahamu wako uwe huru. Nyanyuka uwe mzima. Njoo hapa. Siogope. Siogope, kichwa kinauma. Si ndio? Najua kichwa kinauma. Sawa? Na hii ni kwa sababu ya hao. Kinakuachia sasa hivi. Sawa? Niangalie mimi. Sawa? Adui zako wamekaa na wewe muda mrefu. Kuanzia leo na kufungua mwili mzima. Na kufungua mwili mzima utakasika. Pokea kufunguliwa mwili mzima kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji wa mwili, nafsi na roho. Nimeitoa nafsi yako kwenye kifungo, nimeitoa kwenye giza, nimeitoa kwenye shimo na kutoa kwenye gereza la mateso. Mateso ya ndoa, mateso ya familia, mateso ya ukoo, mateso ya jamii. Kwa jina la Yesu. Uwe mzima kuanzia leo. Pata ukombozi katika jina la Yesu. Amen. Hiyo nguvu imekuachia. Sema asante Yesu. Sema asante Yesu. Kwa kunifungua na kuniweka huru. Asante Yesu. Haya, mshukuru Mungu. Changamka, enda na muda. Nataka kwenda, kuna watu wametoka mbali. Na kufungua kiroho na kimwili katika jina la Yesu Kristo. Na achilia ukombozi na uponyaji. Na kufungua kiroho na kimwili. Mtoto ana tatizo. Mama yake yuko wapi? Njoo hapa. Ameanza lini? Naomba usirudi nyuma tena. Sawa? Maana kama Mungu amekupa ufahamu wa kurudi tena kwenye madhabahu haya. Sawa? Usirudi nyuma tena. Nyumba yako ina vita. Sawa? Mara ya kwanza nilikuombea na Mungu akakupa ushindi. Sawa? Unafaa kusimama na familia yako. Unanielewa? Kuna kitu kipo ambacho shetani anang'ang'ana kwenye uzao wako. Sasa ni wewe, bidii yako na kusimama imara.
Piga magoti yako mama. Funika macho, kuna kitu kinakutoka. Funika macho, kinakuachia. Namfungua kuanzia leo atakasika. Mateso ya miaka mingi. Mwashe kijana huyu awe mzima. Naachilia damu ya Yesu Kristo mara 7. Tangaza ukombozi na uponyaji. Kwa jina la Yesu Nazareti aliye hai. Pokea uponyaji kuanzia leo. Kuanzia sasa utakapoamka hapo uwe mzima. Ile nguvu ikutoke na ikuache uwe huru. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kutabiri. Amen. Msimamishe. Changamka. Nini kinatokea ukilala usiku? Unaota ndoto za ajabu. Unaota unapelekwa wapi? Wapi? Mahali usikojua wanakupeleka. Funika macho. Bado hichi kitu kinazunguka. Funika macho. Inua mikono juu. Na kufungua mwili mzima. Kule walikokuwa wamekutunza wanakuachilia. Kuna kitu kinatoka hivi, kuna kitu kinatoka, kinayeyuka. Kinatoka, kinayeyuka, kinatoka, kinayeyuka. Kinatoka kwa jina la Yesu. Mwache awe huru kuanzia leo. Mwache, usimtese kijana huyu. Mwache haraka. Achia mwili wake wote. Achia maisha yake yote. Kwa damu ya Yesu Kristo. Navunja ile mikataba yote ya kuzimu. Awe huru, awe huru. Nyanyue. Funika macho. Amen. Tayari. Ni kwa chini. Utachukua vifaa vya kiroho. Kwa maji chungu na mafuta. Mama una majanga. Wewe una roho za uchawi ambazo zilikuwa zimesukuma kwako. Mtesa wewe na mji wako. Sawa? Urudi hapa siku ya Jumapili. Sawa? Unanisikia? Leta picha za wale watoto wako. Unanisikia? Hiyo nguvu itakuachia. Kuna sumu iko kwenye mwili wako. Sumu iko kwenye mwili inatembea. Sawa? Na hii sumu haiwezi toka kirahisi vile unafikiria. Hii sumu ilikuwa ni ya kukuua wewe. Ina maana usingefika hapa mbele za Mungu ukajisalimisha kumlilia Mungu. Bado ungeugua hivyo, mwisho wake unakufa hivyo hivyo. Kwa nini? Kwa sababu ile sumu inazunguka. Inahitajika uitapike katika jina la Yesu. Umenielewa? Uje siku ya Jumapili. Chukua vifaa vya kiroho vya upako, mafuta, chumvi na maji. Nenda uvitumie kwa pamoja. Hiyo sumu itakuachia. Sawa? Na uzulia maombi Jumanne, Alhamisi na Jumapili. Sawa? Hivyo vifungo vitakatika. Funika macho. Kuna kitu kipo kwenye mwili wako. Ndio hichi hapo kinatoka, ndio hichi. Kinasogea kama sumaku vile. Asante Yesu. Asante Yesu. Kinasogea hicho, ndio kinatoka. Ndio kinatoka. Faka achia mwili mzima. Mwachie, umemtesa miaka mingi. Mwachie. Sumu yote ya kichawi, nguvu za giza zote. Mwaka achia. Faka achia. Roho ya kuzimu. Uende? Unaenda wapi? Niambie unakoelekea. Wapi unaenda? Niambie. Achia nafsi yako. Unaenda nyumbani? Nyumbani wapi? Mbona? Miungu. Kuna miungu, kuna majini, kuna mapepo. Mara ya kwanza ameniambia anataka kwenda nyumbani, anachelewa. Nikamwambia una vitu vizito kwenye mwili wako. Vumilia ibada. Kumbe walikuwa wanataka kumtoa kijanja. Ndio maana kuna watu wanafika kwenye ibada anasikia akimbie. Atoke tu aende nyumbani, anaona anachelewa. Kumbe kuna roho imeshikilia. Mnaenda wapi sasa? Mnamwachia? Amekuleta sehemu mbaya. Una nini huko? Una nini? Una moto unachoma tumbo. Mko wangapi nye? Achia nafsi yake. Toka. Unataka ngumi. Toka achia. Toka. Unaona vile anakunja ngumi. Kamata yeye. Unamshangaa. Huyu anamkimbia. Toka. Huyu anahepa. Toka.
Unaepaje mtu bwana? Achia kwa Yesu. Kumbe na wafanyakazi ambao wako kwenye. Yaani wewe unaogopa unaepa. Fanya kwa Yesu. Haya nguvu hiyo mshikilie. Nahitaji nipate ulinzi. Kwa maana nimesema hiyo binti akuwa tena kazi. Achia kwa Yesu. Kuna sumu iko kwenye mwili wake, ndio maana anasema tumbo. Unaona? Hiyo ni sumu iko kwa mwili wake. Achia kwa Yesu. Hiyo sumu inazunguka kwenye mishipa. Anasikia mwili unauma, anachomoka farari, anakamata. Hiyo ni sumu. Sumu inaweza ikakutesa kwa muda mrefu. Sumu ya kichawi inakuua na mwisho wake na kumaliza. Chomoka kwa Yesu. Toka kwa Yesu. Chomoka kwa Yesu. Toka kwa Yesu. Haya chomeka kwa Yesu. Kuna maji ya ukombozi wa biashara, sawa. Kuna mafuta ya ukombozi wa ardhi, nenda uyamimine kwenye biashara, sawa. Alafu niletee hivyo vitu, alafu fanya kitu cha Mungu, sawa. Mtoto wako atakuwa sawa. Baba, nakushukuru kwa kumkomboa. Na bomoa katika jina la Yesu Kristo. Kuna kitu naona pia na wewe kipo kinazunguka. Ili ni giza. Chomoka kwa Yesu. Namfungua kimwili na kiroho katika jina la Yesu. Ile giza likapata kumwachia, na mfungua kiroho na kimwili. Mwachie. Toka katika jina la Yesu. Kuna dawa ilichanjiwa mwili. Na zimesababisha mwili wake unakuwa na maumivu. Akausha hizo nguvu katika jina la Yesu. Kwa damu. Huyo bado huyo. Wewe ndio umeniapa. Unaniambia umemaliza, hujamaliza. Toka kwa Yesu. Unamuona hapo, unamwangalia usoni ili uelewe ndio bado. Mimi ni nabii, kwa hiyo huoni vile ninachokiona. Mimi ninachokiona ni kingine. Si unamuona pia anakukunjia sura. Umeelewa sasa bado? Na mwa kila mikataba yote ya kuzimu. Na mfungua mama huyu kiroho na kimwili. Apokee uponyaji na ukombozi katika jina la Yesu. Amen. Mlete hapa. Mlete huyo mama. Nimekufungua kiroho na kimwili katika jina la Yesu. Amen. Jamani. Usifanye nini jamani? Ni mateso. Usicheke, ni mateso. Watu wanateseka. Na kufungua katika jina la Yesu Kristo, utakasika na ufunguliwe. Baba, na mkomboa na vunja nguvu zote za giza. Ile sumu iliyo kwenye mwili wake yeyuke, imwachie. Apate ukombozi, uponyaji, na mwili wake utakasike. Damu ya Yesu muoshe mara 7. Awe mzima, afunguliwe katika jina la Yesu, nimeomba na kuamini. Amen. Simama. Leta haya mafuta nimpake. Ndio maana nilikuwa nakukataza usiondoke, kwa sababu nilijua kilicho ndani yako. Mimi ni nabii. Na kufungua hii nyoka, sijui inatoka wapi hii nyoka. Naiona nyoka hapa. Na iamuru ife kwa jina la Yesu. Chukua vifaa vya kiroho, chukua maji ya upako, chumvi na mafuta. Kuna chumvi ya ukombozi wa ndoa, kuna maji ya ukombozi wa tumbo kwa wale wanaosumbuliwa na kizazi. Yako maji ambayo nimeleta ni mapya, sijaanza kuyatoa. Ila nitaanza kuyapeana Jumapili. Inua mkono juu. Kuna kitu kimekukandamiza kwenye kifua. Funika macho, kinatoka, ndio hicho hapa. Asante Yesu. Raka shakata pakazatapa. Na kufungua kiroho na kufungua kimwili. Naachilia ukombozi wa nyota yako, naachilia ukombozi wa mwili wako. Ufunguliwe, utakasike kuanzia leo. Upate ushindi, upate ukombozi. Miguu yako pia ilikuwa imeshikiliwa. Ifunguke kuanzia leo. Upate utakaso, upate ukombozi. Na bomoa kila mkataba wote wa kuzimu. Mwache awe huru. Mwache atakasike. Takasika na uwe mzima. Amen. Niachie. Nafungua njia zako zote, njia zako za kazi zikafunguke, ukafanikiwa, ukastawi katika jina la Yesu Kristo. Utaenda kupata kazi kwa jina la Yesu.
nafungua maisha yako, navunja nguvu zote za giza, maroho yote ya kuzimu navunja na sabaratisha, naachilia ukombozi, kibali, neema na utakaso. Roho ya magonjwa inayokufuatilia, chukua mafuta ya ukombozi wa ardhi. Hilo tutaanza kuyagawa Jumapili. Baba, naachilia ukombozi, uponyaji na kibali, namfungua kimwili na kiroho katika jina la Yesu Kristo, na bomoa mikataba yote ya kuzimu kwa jina la Yesu. Rudia hali yako ya maombi. Njoo maombi ya alfajiri, njoo maombi ya mchana. Kuna wachawi wanakufuatilia, wamekuwa wakipambana wewe, lakini uliwadhibiti siku ya Jumanne. Bado amebaki huyu mmoja. Ndio umemuota leo usiku. Ulikuwa unamuota anakufanyaje huyu mchawi mmoja? Aliniambia umewadhibiti. Alikwambia kwamba umewadhibiti. Mara ya kwanza nimetegua mitego yao. Mara ya kwanza umetegua mitego yao. Sasa hivi anakuja kwa mara ya pili. Sasa hivi amekuja kwa mara ya pili. Alikuja akiwa na kamba, anasema atafunga mafundo 7. Alikwambia atafunga mafundo 7. Huyo mchawi. Mume wangu atakufa. Mume wako atakufa. Sasa Yesu ndo amebakia. Ndio uliyemuona. Funika macho. Tumkatekate na yeye. Tumfieke au tumwache? Feke. Unafikiri wanasikia vizuri? Funika macho. Hiyo nguvu itakuachia kuanzia leo. Huyo tu peke yake ndo alikuwa amebakia. Katika ile kundi lote amebaki yeye peke yake. Kuanzia leo nimekufungua na kukomboa kiroho na kimwili katika jina la Yesu Kristo. Uwe huru. Nimeambiwa Jumapili sijui kuna nini. Nimekuachilia, naomba tu ulinzi juu yako, umefunguliwa katika jina. Usilie tena. Jumapili kuna kitu kikubwa kitafanyika kwenye maisha yako. Baba, namfungua na mkomboa, nafungua mume wake. Navunja nguvu zote za giza katika jina la Yesu. Naachilia kibali, ukombozi na uponyaji. Nakata miunganiko yote kwa jina la Yesu. Njoo haraka nataka kuondoka nimalize. Baba, mbariki, mfungue, mkomboe. Navunja madhabahu zote za giza kwa jina la Yesu. Jiandae uvunje madhabahu. Baba, navunja nguvu zote za giza. Nabomoa na kata miunganiko yote kwa jina la Yesu. Uzulia ibada zote. Baba, navunja mikataba yote na nguvu za giza. Fanya maombi kwa kumaanisha. Navunja wale wachawi wamekuachia wawili. Saidia mtoto. Naona wachawi wawili. Naona ani wachawi wawili. Hawajaanza kupambana. Usiogope. Ndio maana nimekuambia ukifika hapa kama una kitu kibaya, naweza kujua. Haya, ondoka, achia maisha yake. Mnatafuta nini kwako? Niachie katika jina. Paka achie. Roho ya kuzimu na kusambaratisha kwa raha. Fire the mighty name of Jesus. Mmeteka maombi. Tumeshikilia maombi yake, tumevuruga kila kitu asiombe. Mmesikia waombaji, watu wanatekaga mpaka maombi. Tumemshikilia hawezi kufunga. Waombaji mnasikia? Tumevuruga kila kitu, tumevurugia maombi yake, tumeshikilia. Mniache. Leta mafuta. Sasa leo tunawaua wote. Aya, nenda mwachie. Nenda bila masala yote. Mmeachia maombi yake. Mmeachia kila kitu. Aya, achia. Tumemwachia kwanza leo. Kwanza leo ataomba. Kwanza leo atafunga. Tumeachia kila kitu. Nasikia mnataka kufunga. Tumefunga kila kitu. Tumefunga maombi. Achia na uende. Achia na tupigia kelele usiku. Tumelala. Anaomba na kuvurugia vitu vyetu. Mimi nakuamuru kuanzia leo mtoke. Nenda, achia sasa. Na hesabu mpaka 7 mnene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Funguka, uwe mzima katika jina la Yesu. Uwe mzima, msimamishe.
uwe mzima katika jina la Yesu. Kuanzia leo na kufungua uwe mzima katika jina la Yesu. Adui zako wamekuachia nafsi yako. Adui yako amekuachia maombi yako. Ameachia vitu vyote. Watu 100 wafunguliwa waliokuwa wamefungwa hawaombi katika jina la Yesu. Sema amina kubwa, mpe Yesu makofi. Vile huyu maombi yake yamefunguliwa na ya kwako yafunguliwe kuanzia leo. Waliokuwa wamefungwa nyumbani pia wafunguliwe waje wote kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri na vigelegele. Baba, nakushukuru kwa kumfungua na kumkomboa. Asante kwa kumpa uzima na ushindi. Takasa na nyumba yake yote ifunguliwe kwa jina la Yesu. Amen. Tayari uko huru. Changamka haraka, muda wangu unaenda, nataka tumalizie. Baba, navunja mikataba yote. Lile giza, kuna kitu kipo kwenye tumbo lako. Kuna nguvu. Kuna nguvu ambayo inafuatilia kwenye maisha yako. Na isambaratisha hii nguvu. Kwa jina la Yesu. Jumapili. Asante. Ukombozi wako uko Jumapili. Amen. Nje familia nzima. Sogea hapa haraka. Omba wewe unafanya mchezo na maombi wewe. Omba. Enda. Unafanya mchezo na maombi. Ujalia. Unikamata. Usiogope. Kuna kitu hichi hapa kinatoka na unakuwa huru. Kilikuwa kimeweka kizuizi. Alafu kuna wachawi 3 pale nyumbani. Ndio wanapambana na nyinyi kwenye nyumba yenu. Walifikia madawa mpaka sehemu ya migomba kwenye wigo hapa kama fence. Kuna vitu vilikizwa. Wamefikia madawa, wamefikia vitu vya ajabu. Kuna roho inaachia. Kuna kitu kinatoka, kuna kitu kinatoka, kuna kitu kinatoka. Ndio hicho. Mwache. Ndio. Yayuka. Haraka. Umemfunga muda mrefu. Achia pesa zake. Achia kila kitu ulichoshikilia. Toa achia. Katika jina la Yesu. Toa achia katika jina la Yesu. Na kufungua mwili mzima kuanzia leo. Nafungua kuanzia leo. Chochote kilichokuwa kimekamata maisha yako, kiachie utakasike, kiachie ukombolewe, kiachie uwe huru. Usiteseke tena, usifungwe tena kwa jina la Yesu Kristo. Na kufungua kiroho, na kufungua kimwili, na bomoa hii mkataba, na bomoa hizo nguvu, na bomoa hiyo mitandao, na haribu hizo nira, na bomoa hii mikataba. Toa! Mwache achia. Achia kila kitu. Mwachie. Kwa nini mmefunga kila kitu? Kwa nini mmemfunga? Kwa nini mmefunga? Achia mali yake. Achia vyote. Achia maisha yake. Na wapiga na radi. Teketea kwa jina la Yesu. Hebu nyosha mkono hapa. Sema kila nguvu. Teketee kwa moto. Kiharibike kwa moto. Falme za giza. Majini wote. Mashetani wote. Achia. Walioshikilia nyota yake ya biashara, nyota yake ya usichana, yeyuka achia. Majini wa kiume, majini wa kike, waachie kuanzia leo. Toa achia. Yeyuka achia. Nyosha mkono. Kuna kitu kinatoka. Ndio. Kinatoka. Kinachia huo mwili, kinachia mikono, kinachia miguu, kinachia kifua, kinachia tumbo, kinachia kila kitu, kinachia biashara, kinachia kazi. Kuanzia leo, achia mali yake, achia vitu vyote kwa damu ya Yesu. Nafungua miguu yote, nafungua kila mahali, na kukomboa kiroho, na kukomboa kimwili, na kufungua mwili mzima. Usiteseke tena kwa jina la Yesu Kristo. Toka chini. Ndio ameshafunguliwa. Wameachia tayari. Tangu sasa uko huru. Amen. Rudia maombi, ndio maana nilikwambia uwe na bidii. Kila kitu kimekuachia. Pesa zako zitalipwa, kila kitu kitafunguka. Tayari. Shukuru Mungu sana.
alikupa hii. Akakwambia amekununulia sabuni. Umeiogopa? Uiache sasa. Sawa? Hiyo ni sadaka chao nayo. Kama alikupa hata wewe mturutumbi mzuri, mwambie amenoa. Hapa wachawi ndo nawataka. Sawa? Usiogope. Sawa, uko vizuri. Baba Mungu, navunja nguvu za wachawi, mitandao ya mapepo, mitandao kuzimu. Nakataa miunganiko yote ya kuzimu. Funika macho. Atachukua mafuta yale ya ukombozi. Sawa? Kuna mafuta mapya yako hapo ya ukombozi. Atayachukua. Sawa? Mpange Jumapili atachukua. Ina mikono. Ukija hapo unatakana uwe mnyenyekevu. Ukipangwa kubali. Ukipelekwa huku kubali. Hiyo ndio sheria. Mungu akutakasa akufungue. Na bomoa kila mkataba wa kuzimu. Navunja miunganiko yote ya nguvu za giza. Mateso na roho za kuzimu zikuachie. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Mama, hebu simama. Mimi ndo nakuamuru usimame, achana na fimbo. Simama. Hebu subiri kwanza. Niangalie mimi. Kwa mamlaka niliyopewa na Bwana wangu Yesu Kristo. Kuanzia leo, kila uchawi, kila mashetani, kila nguvu ya giza iliyo ndani yako, na iamuru kuache. Na naamuru utembee na uamke uwe mzima. Miguu yako yote ifunguke. Maumivu yapotee. Hali yote ipotee. Iliyokutesa ipotee. Kwa jina la Yesu Nazareti aliye hai. Pokea kufunguliwa kwa jina la Yesu. Uwe mzima. Amka upate nguvu. Mwili mzima na utembee. Tembea kama una imani. Kama umeamini simama. Tembea mwenyewe. Tembea. Ukipiga hatua mbili umepona. Simama. Wewe ni mzima umepona. Ukipiga hatua mbili umepona. Ukipiga tu hatua mbili, natamka kama nabii, umekuwa mzima. Hautateseka tena na hiyo miguu. Achana na yeye. Wewe unafanya vitu gani wewe? My God. Mnapoteza anointing. Wacha nirudi huko. Naona mjakuwa nani. Tembea. Umeshapona, tembea. Pigia Yesu makofi. Yule mama kuna vitu vimemwachia miguu. Umepona kabisa. Kuna kitu kimetoka kwenye miguu yake kimeachia. Miguu imekuwa nyepesi. Tembea kabisa. Tembea, wewe ni mzima, umeshapona. Tembea, fanya mazoezi tu. Hii nani amekupa? Uliokota shuleni. Mzazi wako yuko wapi? Mwambie aje. Alikwambiaje kuhusu hii? Babake anayo aliyoiokota shuleni. Na hii leo asubuhi. Na hii ulipewa. Si ndio? Ni ya nani? Hebu tusomee. Hebu soma tu wewe mwenyewe. Soma hiyo barua. Soma kwa sauti. Naomba njoo hapa kijana. Tusomee hii. Imeandikwaje? Ukanunue mafuta ya taa. Na uzichome. Uniform zako na soma kwa sauti, soma kama mtu ameenda shule bwana. Wewe mtu wa form 5 sijui. Unasoma namna gani? Mwandiko unasumbua. Soma vizuri. Ukanunue mafuta ya taa halafu na uzichome uniform zako. Achome uniform zake. Na nini kingine? Yesu asibiwe. Vita alionayo huyu mtoto ni ya kuachishwa masomo. Sawa? Wanataka wamtoe shuleni ili wamtumie kimashetani. Sijui kama umenielewa. Mzee yupo. Unaweza kunitia yeye aje. Nenda uongee naye, mwambie nabii anakuita. Sawa? Huyu ana tatizo zito. Mkipuuzia kuna jambo litakuja kutokea lilete madhara makubwa kwa familia nzima. Umenielewa? Kitu kidogo kinaweza kikawa kama mlima. Sasa kwa barua hii, ile nyingine iko hapa. Ile nyingine baba anayo. Anunue mafuta, achome nguo zake zote za shule.
hapa mwishoni wanasema ukizembea utampoteza mtoto wako. Walikwambia wewe, walimwambia mzee? Niandiko hivyo. Ukizembea utampoteza Mtoto kule. Utampoteza mtoto wako bure. Aise, vitisho vya kichawi. Naomba tusimame wote. Simama. Nani amekuja na huyu mama? Kuna madawa naona yapo. Alafu kuna chungu, si chungu. Naona kuna kachungu kamezunguka hivi. Kuna uchawi alifanyiwa. Sawa? Kuna uchawi ulifanyika kuhusu huyu mama. Huyu mama kuna vitu vizito. Naomba wakibaliza waonana mtumishi hapo. Sasa huyu mtoto ana madhabahu na mashetani. Sawa? Na walikuwa wanataka kumtumia. Barua ya kwanza ilikuwa inasemaje? Uniambie. Niambia aondoke kwenye ile shule. Aondoke kwenye ile shule aende wapi? Yaani iliandika tu ndani shule kama hivi akaandika jina lake Dominic kama hivi barua kisha kuletea mzazi wako. Na wakakisha mzazi ukirudi tena kwenye hii shule kuna siku moja tu umepewa tu siku moja kuua. Wamepewa siku moja tu kuua. Wamuue yeye kwa siku moja. Au waue nani pale shuleni. Bwana Yesu asifiwe. Naiona hii barua. Nafikiri tutaichoma moto. Ila naomba nenda uongee na mzee wako. Sawa? Mwambie nabii anamuita. Niko hapa, naishi hapa, nakaa hapa kwa maombi. Mwambie muda wote mje. Sawa? Kesho mnaweza mkanitafuta mje hapa niongee na mimi. Huyu mtoto anunuliwa mafuta, sawa, ya ukombozi. Kwa sababu nafsi yake imeunganishwa na nguvu za mashetani. Sawa? Na hawa mashetani ni aina ya devil worshiper. Ni roho ambazo zinatumika kwenye mashule mbalimbali. Sasa lengo lao walikuwa wanataka wamtumie huyu. Nakumbuka kijana mmoja alikuwa kama huyu, aliitwa Samsoni pale Arusha. Yule kijana kuzimu alikuwa mtu mzima. Duniani unakaona ni katoto. Kuzimu ni mtu mzima ako na ndevu. Anaendesha gari, anaendesha treni. Na ile ndege yake ilikuwa ni nyoka mwenye vichwa 7. Tulingangana kumtoa kwa siku 3, kufunga na kuomba. Wakati tunaita nasi ya Samsoni ndipo alitoka yule mtoto kuzimu. Kule wanamvuta na sisi tunamvuta. Mwisho wake walishindwa, yule mtoto tukamfungua. Na alikuwa akifika shuleni anasinzia ama anazimia. Kumbe ni mbinu za kuzimu. Unaitwa nani? Dominic Church. Unapenda kutumikia mashetani? Yesu na shetani nani mkubwa? Yesu. Unampenda Yesu? Inua mikono yako juu. Piga magoti yako. Baba, nateketeza hii barua. Napoiteketeza mpaka ujumbe wa kuzimu uteketee. Vifaa vyote vya wachawi viteketee. Na ile barua ingine ambayo iko nyumbani iletwe iteketezwe. Miungu yote iteketezwe. Miunganiko yote ya mashetani iharibike. Kwa jina la Yesu ninaomba na kutabiri. Amen. Nenda uteketeze hiyo barua. Tunateketeza hii barua, tunateketeza taarifa zao, tunateketeza mipango yao, tunateketeza uchawi wao, tunateketeza ushetani wao. Sawa sawa? Inapoteketea hapo kuna radi itatua kule na itavuruga hizo nguvu. Sawa? Namba 2. Huyu mtoto aliungwa na hizo roho. Umenielewa? Hebu simama. Nyanyua mikono yako, funika macho, inua mikono juu. Funika macho yako. Nipatie mafuta. Nakata mawasiliano yote, alama zote za mashetani. Kuna kitu naona kinayeyuka kama kivuli. Ndio hicho hapo, ndio hicho hapo. Huyu ni nyoka mkubwa sana. Sio nyoka mdogo, huyu ni nyoka. Nyoka mkubwa sana. Hebu nyosha hapa. Sema yule joka wa kuzimu. Ateketee kwa radi. Ateketee kwa radi. Ateketee kwa radi. Ateketee kwa radi. Teketea! Kwa jina la Yesu. Teketea kwa radi. Teketea kwa radi. Achia mtoto huyu. Achia. Nyoka wa kuzimu. Nyoka wa kuzimu. Pasuka kwa moto. Pasuka. Na uteketee kwa radi. Mwachie Dominic. Dominic sio Marienu. Dominic sio Marienu. Mwachieni awe mzima. Mwachieni awe mzima. Mwachieni awe mzima. Achia! Achia! Kwa jina.
kufungua kwa damu ya Yesu. Na kufungua kwa jina la Yesu. Nyanyua. Hii ni nyoka, sio kitu cha kawaida. Akufungua kuanzia leo, uwe huru, utakasike, utasoma, utaendelea. Dominic, nimekukomboa kwa damu ya Yesu Kristo. Na achilia ukombozi, uponyaji na ushindi katika jina la Yesu Kristo. Mwili wake wote ufunguliwe. Nguvu za giza zimtoke, ziachie. Asome na aendelee mpaka chuo kikuu. Nafuta alama ya kuzimu, nafuta alama ya kimapepo katika jina la Yesu. Amen. Baba, namfungua na vunja nguvu za giza, mawasiliano ya kichawi na mitandao kuzimu juu ya familia yake, ifunguliwe kwa jina la Yesu. Rudi pale usubirie kutoa sadaka. Najua unawahi. Baba, mfungue, msafishe, mkomboe, mweke huru katika jina la Yesu. Fungua biashara yake, ikomboe, itakasike katika jina la Yesu Kristo. Kuna mafuta na kuna chumvi na kuna maji ya kufungua tumbo la kizazi. Nimepewa wiki 2 kuziombea. Sitazipeana leo mpaka Jumapili. Amen. Mungu atakufungua tumbo lako la kizazi, litakuwa salama. Mungu yuko upande wako. Baba, navunja ufalme wote wa giza. Mfungue, asome, aendelee katika jina la Yesu. Baba, mtakase, mtie nguvu, mfungue, mfunike, mwatamie. Mtumie kama chombo, ondoa nguvu zote za giza. Fungue mume wake, fungua familia nzima kwa jina la Yesu. Naachilia ukombozi, uponyaji na kibali. Mtakase, mtetee katika jina la Yesu Kristo. Kuna kitu kipo kwenye tumbo lako, unahitaji ukitapike. Kuzulia maombi yote. Sasa ndio hadi Jumapili ya pesa ya mlinzi. Baba, naomba mfungue, mtakase, mkomboe katika jina la Yesu. Navunja mikataba yote ya kuzimu katika jina la Yesu. Nini? Jumatatu ni mtihani. Unasumbuka usiku. Ni mtihani. Ni kama tunaona. Inatoka. Akivuta nje kwa njia. Ndio. Akivuta kwa njia refu. Akivuta na kuyeyusha katika jina. Mwaka chia. Toka chia. 1, 2, 3 na waamuru mtoke. Toka kwenye hilo tumbo. Ayachia tumbo lake. Mmekaa kwenye tumbo. Haraka. Toka. Sana leo. Toka kwenye tumbo. Achia kwenye tumbo. Mlikuja kufanya nini kwenye tumbo lake? Mnafanya nini kwenye tumbo? Niambia haraka, mnafanya nini kwenye tumbo? Mnaungua. Huo ni moto, sio moto wa kuotea karibu. Mnafanya nini kwenye tumbo? Kwenye tumbo mnafanya nini? Mnafanya nini kwenye tumbo? Aya, achia mwili wake. Achia mwili wake. Achia kwenye tumbo. Naamuru kuanzia leo muondoke. Haraka. Someka na utekeje. Achia nafsi yako. Achia mwili wako. Achia. Toka achia nafsi yako. Achia nafsi yako. Mwaka achia. Nenda bila masala yote. Achia kwenye hili tumbo. Naondoa uvimbe wote wa majini. Na waamuru kuanzia leo. Mwaka na huo uvimbe. Nenda. Na waamuru kuanzia leo. Chomoka na huo uvimbe, muondoke nao. Haya. Beba vyote. Mwachie asome. Achia asome. Sikia haraka. Mwachie asome. Mwachie maisha. Achia nafsi yake. Achia mwili wake. Na mfungua kiroho. Na mfungua kimwili. Katika jina la Yesu. Natangaza kuanzia leo. Ufunguliwe. Majini saba. Na wateketeza. Na haribu hiyo ratiba kuanzia leo. Na haribu hiyo nguvu kuanzia leo. Na kufungua kuanzia leo. Pokea kufunguliwa mwili mzima. Katika jina la Yesu. Pokea ushindi na utakaso. Uwe mzima. Wasikutese tena shuleni. Wasikusumbue tena shuleni. Na haribu ile uchawi wote shuleni. Na haribu nguvu. Katika jina la Yesu. Simamisha. Mimi nawaamuru kuanzia leo. Usimtese tena ulibini.
Usimtese tena. Usimtese tena. Pina umwache. Mwache haraka. Tayari mwino. Uwe mzima kuanzia leo, utasoma vizuri. Nasomea hapo. Nasoma Nyamaharaga. Unachanga? Uko kidato cha kwanza, form 1. Sasa hawa ni maroho ambao walikuwa hawataki usome. Sawa? Hebu binya pale palipokuwa na uvimbe. Umeenda hapo? Umetoka? Binya kabisa. Hakuna kabisa. Binya tena. Meisha kabisa. Hao ndio walikuwa maadui zako. Sawa? Kuanzia leo. Sawa? Jumapili uje hapa. Sawa? Nenda uongee na mama, mwambie namuhitaji. Sawa? Mwambie aje kesho asubuhi kwenye maombi ya asubuhi ya morning glory. Sawa? Utanipata hapa niongee na yeye. Unisikia? Umekuwa huku katika jina la Yesu. Akuchukulie vifaa vya kiroho. Sogea hapa. Inua mikono juu. Huyu nani anakufuata nyuma? Funika macho. Kuna mtu unaona unatembea anakufuata nyuma. Unatembea anakufuata nyuma. Lakini anakuachia kuanzia sasa. 1 2 3 4 5 6 7. Hawezi kaa kwenye huu moto. Asante Yesu. Ndio hiyo nguvu inakuachia katika jina la Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Takasika, 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 takasika na kamata nguvu zote za giza. Kwa jina la Yesu anasema aliyo hai. Achia nafsi yake. 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 Na kamata hiyo vifungo. Yeyuka achia. Yeyuka achia. Achia nafsi yake. Achia nafsi yake. Achia nafsi yake. Achia nafsi yake. Achia mwili wako. Mwaka achia. Ndio. 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 Achia. 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 Achia nafsi yake. Mwaka achia. Rapa kashaka tapa. Mwachie. Mwachie. Achia nafsi yake. 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 Na kufungua kiroho. Na kufungua kimwili. Mwaka achia. Na mua kila uchafu wote mliomwekea. Nguvu zote mlizomwekea. Na sambaratisha kiroho na kimwili. Afunguliwa kombolewa. Na mua kila giza. Kuna kitu kilikuwa kinamfuata usiku. Mtoke wala usimuingie tena. Amen. Simamisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Uzulia maombi ya asubuhi. Sawa? Una kitu kizito kilikuwa kina usiku ulali. Kuna vitu unakandamiza. Unakuwa unaogopa ukitaka kulala usiku, si ndio? Hofu inakufuatilia. Unakuwa unahisi kama kuna kitu kinaweza kikatokea. Imekuchukua muda gani hiyo hali? Kitambo. Umetokea Kenya? Funika macho. Nenda right. Kuna kitu kinatoka ndio hicho. Sogea hapa. Namfungua na mkomboa na vunja nguvu zote za giza kwa jina la Yesu. Na bomoa mikataba yote ya kuzimu katika jina la Yesu. Kuna vitu kwenye familia yako. Umetokea wapi? Sawa, utaliona baadaye. Namfungua na vunja mikataba yote ya kuzimu kwa jina la Yesu. Fanya kazi ya Mungu. Navunja nguvu zote za giza kwa jina la Yesu. Fanya kazi ya Mungu. Naomba tusimame. Kuna watu wengi wamekimbia. Chukua sadaka yako tumtolee Mungu kila mmoja. Baba, nakushukuru kwa ajili ya ibada leo. Asante kwa kuwaponya, asante kwa kuwafungua. Katika jina la Yesu Kristo tunakuja uwepo na kibali na kuongoza. Kwa damu ya Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen.
kitabu kaleta hapa.